Mayahudi wameona hasatan na Netanyahu ambaye kwamba ni kiongozi wa dola na wanajua hakika ya kwamba chombo ambacho kwamba kinaweza kuang'oa kihakika. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Alhamdulillah wa baad. Watazamaji wapendwa, karibuni katika channel yetu ya Mimbar ya Umma. Leo lillahi alhamdu wal minna, tuko naye fadhilatu Sheikh Ustadh Mahdi Ali, japo tumempata off guard akiwa hajatononoka kwa mnasaba wa siku, lakini tukaonelea tupatilize hii fursa kwa ajili ya faida ya umma. Na ndugu Mahdi Ali, kunazo kauli ambazo waziri mkuu wa taifa la Israel Netanyahu ataja kwamba hatoruhusu katu khilafa ya Kiislamu kurudi. Ni upi mtazamo wako juu ya kauli zake hizi? Bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa baad. Kihakika baada ya Oktoba 7 ndio na matukio ya Tufani al-Aqsa, Mayahudi na chombo chao wamekuwa na hofu sana ya kuweza kuondolewa, kwa sababu wao ni wavamizi katika ardhi kama ile, na wameona kwamba umma umeamka na wanajua hakika ya kwamba chombo ambacho kwamba kinaweza kuang'oa kihakika ni dola ya Kiislamu al-Khilafa. Kwa hivyo mwanzo walifanya ile mashambulizi yao na mengi hapo, kwamba dhulma ambazo kwamba wamezifanya, na wameona umma namna ulivyochemka na hisia katika ulimwengu namna zilivyosisimka na watu wakawa ni wenye kutaka mabadiliko, na kuonyeshwa namna wale watawala ambao wamewazunguka ndugu zetu wa Gaza na Palestine, namna walivyowahadhilisha na namna ambao kwamba waliwaacha peke yao. Kwa hivyo hofu yake ni kwamba umma huu siku yoyote unaweza ukawang'oa hawa vibaraka na watawala ambao kwamba wanazunguka na kuweza kusimamisha al-khilafa. Kwa hivyo hofu yake kuu ya kurudi tena khilafa ni kwamba ndiyo chombo pekee ambacho kwamba kitaweza kuikomboa Palestine na kuwaondoa Mayahudi katika ardhi kama hii. Na tumeona kauli zake ambazo kwamba ananasibisha kwamba Uturuki ataka kurudisha khilafa Uthmania, na hofu yake kuhusu Misri kuwa na jeshi la nguvu. Hofu yake si Uturuki kwa dhati ya Uturuki, wala hofu yake si Misri chini ya Al-Sisi. Ni kwamba hawa viongozi ambao wako ikiwemo makhawa na maumala vibaraka wengine, ni kwamba hawa wako kwa muda, na kwamba hizi nguvu kuna siku zitakuwa katika mikono ya umma, na jeshi la nguvu linapopatikana katika ardhi ambapo kwamba imepakana naye kama Misri, basi kuna siku itaingia katika mikono ya mukhlisina katika umma huu, na wakawa ni wenye kuleta mabadiliko. Kwa hivyo ni kama Waswahili wanasema mfamaji haachi kutapatapa. Sasa Mayahudi wameona hasatan na Netanyahu ambaye kwamba ni kiongozi wa dola ya ihtilal ya uvamizi wa Israel, ameona kwamba kuna mabadiliko yanakuja na kuna chombo ambacho kwamba kinaweza kuang'oa. Sasa ni kilio anacholia kuonyesha wa magharibi ya kwamba jamani, mimi niko hapa na wahamini, na ashasema maneno haya mara kadhaa ya kwamba sisi tuko hapa, lakini sisi tuna wahami wa magharibi, sisi tunaihami Amerika, kwa sababu wao wako katika uqru dar al-Islam, Sham, uqru dar al-Islam, ile center ya Uislamu ambao kwamba ya umma wa Kiislamu ni Sham. Na hapa ndipo ambapo kwamba Mwingereza aliwaeka hapo nyuma Mayahudi kuweza kuzuia nahdha yoyote wa umma, na ndio ukaona msaada mwingi ambao kwamba wamepewa. Lakini anna lahum dhalik, kwa sababu hii ni ahadi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ni bishara ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kana na hivyo kuna watu ambao kwamba wanafanya kazi usiku na mchana kuweza kurudisha chombo kama hichi. Kwa hivyo haya maneno yake yanadhihirisha yani unyeti wa kadhia hii,
na Waislamu wafahamu kabisa kwamba hili jambo ni jambo adhim na wasimame nalo inshallah. Naam. Kwa hivyo maana tuwaona ulimwengu leo, umma ya Kiislamu imekuja na mwamko wa kutambua kwamba kikweli khilafa ndio mkombozi wao, khilafa ndio mtetezi wao. Tukaona wakiimba khilafa katika maeneo tofauti tofauti ya kiulimwengu leo. Lakini kauli kama hizi huenda ikawa za wavunja ari na moyo. Ukija ukitizama zile manake majaribio ya mwamko wa kikweli wa khilafa kurudi, ikiwemo Gaza, ikiwemo Syria, za jaribu alafu za tilifishwa, za regeshwa chini. Labda wapatia maneno gani, faraja gani na raja gani juu ya azma hii ya kurudi kwa dola ya khilafa? Naam, kihakika kwanza kama ulivyosema, twaona sisi na haya yanaonekana zaidi katika mitandao ya kijamii. Lakini ukiangalia vyombo vikubwa vya habari kama Al Jazeera, kama BBC, kama CNN, wanafanya ta'tim al-i'lami kimaksudi. Hawaangazii haya. Wanakusanyika watu maelfu kwa maelfu, wanatembea watu umma mkubwa, na hawaangazii kwa sababu wanataka kufanya kwamba ni kitu hakuna yani, wala hakuna mwamko wowote. Kwa hivyo wao wanatumia juhudi kubwa katika kulizima jambo kama hili, lakini kihakika umma umeamka na kupitia harakati za da'wa za kurudisha maisha ya Kiislamu. Tuwaona kwamba Waislamu kila leo wanafahamu kadhia nyeti kama hii. Sasa mimi nasema ya kwamba maadam kuna umma wa Kiislamu, maadam kuna ahdi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, maadam kuna bishara ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kisha kuna wanaofanya kazi jambo hili usiku na mchana na hawachoki wala hawapumziki na wala hawalali, basi hili jambo litatimia biidhnillah Subhanahu wa Ta'ala. So Mwenyezi Mungu ameshasema, in tansurullaha yansurukum yuthabbit aqdamakum, kwamba sisi lau tutamnusuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tutanusuru dini Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu atatunusuru la mahala. Kwa hiyo ni umma wa Kiislamu kusimama na kadhia kama hii, na tuwaona namna ilivyodhihiri katika midomo ya a'daullah na a'da hadha din ya kuogopa jambo kama hili. Kwa hivyo Muislamu asikae kando na kuangalia msafara huu ukiendelea na kazi hii ambayo kwamba inafikia kilele chake si muda mrefu. Naam, inshallah. Jazakallahu alkhair. Ndugu wapendwa tukufu Waislamu, yawape moyo na chachu ya kukabiliwa hivi karibuni na maisha ya Kiislamu chini ya khilafa ya Rashida aliyokuwa cheni mtumi wetu sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo chukueni bishara kutoka majibu ya maswali kama haya inshallah. Shukran wa sallallahu wakatakum.